Leo nitakuonyesha kitu ambacho watu wengi hawajui kabisa. Unajua kwamba unaweza kusaidia kupunguza mafuta ya tumbo hata ukiwa umelala? Ndiyo, sio mazoezi tu, wala sio diet kali pekee. Kuna vyakula ukivila kabla ya kulala, vinaweza kusaidia mwili wako kuchoma mafuta taratibu usiku, kupunguza hamu ya kula ovyo, na kusaidia tumbo kupungua polepole. Lakini tahadhari, kuna pia vyakula ukivila usiku vinachangia moja kwa moja kupata kitambi. Kwa hiyo, leo nitakuonyesha vyakula sahihi vya usiku, jinsi ambavyo vinafanya kazi mwilini, makosa yanayofanywa na watu washindwe kupunguza tumbo, na ratiba rahisi ya usiku ya kuifuata. Usiondoke hapa. Mwisho nitakupa siri ambayo 90% ya watu hawajui kuhusu mafuta ya tumbo. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado hujajiunga nasi, bonyeza alama ya subscribe kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Sehemu ya kwanza, tuangalie mwili unafanya nini usiku. Watu wengi wanafikiri usiku ni muda wa kupumzika pekee. Lakini ukweli ni huu. Wakati umelala, mwili bado unachoma calories. Ubongo unafanya repair ya seli, homoni zinabadilika. Mmeng'enyo wa chakula bado unaendelea. Lakini hapa ndipo tatizo huanza. Kama umekula vibaya usiku, mwili huanza kuhifadhi mafuta, sukari inapanda haraka, insulin inakuwa juu, na mafuta hasa tumbo huongezeka. Ndiyo maana watu wengi huamka na kitambi kinazidi taratibu. Lakini ukila sahihi, mwili unaweza kutumia muda wa usiku kufanya repair mode badala ya kuhifadhi mafuta. Chakula cha kwanza ni mtindi, yani yogurt. Chakula cha usiku cha kwanza. Tuanze na chakula cha kwanza ambacho ni maarufu lakini watu wengi hukipuuza. Mtindi usio na sukari, yani plain yogurt. Mtindi una protini nyingi, probiotic, yani bakteria wazuri, pamoja na calcium. Unawezaje kusaidia tumbo? Protini hufanya yafuatayo. Kwanza, hukufanya ushibe kwa muda mrefu, kupunguza cravings za usiku, na kuongeza matumizi ya energy mwilini. Probiotic husaidia tumbo kufanya kazi vizuri, kupunguza bloating, yani kujaa gesi, na kuboresha digestion, yani mmeng'enyo wa chakula. Mfano wa matumizi ni vijiko 4 mpaka 6 vya mtindi ambao hauna sukari, yani plain yogurt. Ongeza mdalasini kidogo, usiongeze sukari. Hii ni snack nyepesi sana yenye nguvu kubwa usiku. Lakini pia kuna mayai ya kuchemsha, tunaita protini ya kuchoma mafuta. Sasa tuangalie chakula kingine muhimu sana, mayai ya kuchemsha. Mayai yana protini ya hali ya juu, mafuta mazuri kwa mwili, na virutubisho muhimu. Kwa nini mayai usiku? Mayai hushibisha haraka, hupunguza kula ovyo usiku, na husaidia kujenga misuli. Na misuli inapoongezeka, mwili unachoma calories zaidi hata ukiwa umelala. Lakini kumbuka, usile mayai mengi sana usiku. Yai 1 hadi 2 yanatosha kabisa. Kuna chakula kingine kinaitwa karanga. Tunayapata mafuta yenye faida. Karanga mara nyingi huogopwa, lakini ukweli ni kwamba zinaweza kusaidia ikiwa unazitumia vizuri. Karanga zina mafuta mazuri, yani healthy fats, protein, pamoja na magnesium. Magnesium hufanya nini? Magnesium husaidia usingizi mzuri, kupunguza stress, na husaidia misuli kupumzika. Na stress ikiwa kubwa mwilini, cortisol huongezeka, mafuta tumboni huhifadhiwa zaidi. Lakini tahadhari, karanga zina calories nyingi, kwa hiyo kula kiasi kidogo tu, yani kwenye kiganja kidogo. Pia kuna ndizi, chakula cha usingizi na mmeng'enyo. Ndizi ni moja ya vyakula bora vya usiku. Ina potassium, magnesium na fiber.
Inasaidiaje? Fiber husaidia kushiba kwa haraka, potassium husaidia misuli, magnesium husaidia usingizi. Watu wanaolala vizuri huwa na hamu ndogo ya kula ovyo na metabolism yao inafanya kazi vizuri zaidi. Pia kuna maji ya vuguvugu pamoja na limao. Hapa watu wengi hufikiri hii ni fat burner ya moja kwa moja. Lakini kweli ni huu. Hii husaidia zaidi mmeng'enyo, hydration, yani maji, na kupunguza njaa ya ubongo. Wakati mwingine unahisi njaa kumbe ni kiu. Jinsi ya kutumia: kikombe kimoja cha maji ya vuguvugu, tone la limao, dakika 30 kabla ya kulala. Lakini pia kuna oats, chakula cha fiber ya juu. Oats ni moja ya vyakula vyenye nguvu sana kwa watu wanaotaka kupunguza tumbo. Ina fiber nyingi sana, carbohydrate, lakini pia ni wanga na virutubisho vya kudhibiti sukari. Inafanya nini mwilini? Hupunguza njaa ya usiku, kuzuia sukari kupanda kwa haraka, husaidia digestion, yani mmeng'enyo wa chakula. Ukila oats kidogo usiku unaweza kuzuia cravings za chipsi na vitafuno vibaya. Kuna samaki, yani proteina ya mafuta mazuri. Samaki kama jamii ya dagaa, sato na salmon wana omega 3, protini ya hali ya juu. Faida zake: hupunguza uvimbe mwilini, husaidia metabolism, huchangia kuchoma mafuta taratibu. Lakini usile samaki wengi sana usiku, kiasi ni muhimu. Makosa hatari usiku. Sasa, hii ni muhimu sana. Hata ukila vyakula vizuri, ukifanya makosa haya, huwezi kuona matokeo. Makosa ni pamoja na kula sana usiku, kulala mara baada tu ya kula, soda na nyuzi za sukari, chips na fatty foods usiku, kukosa usingizi. Matokeo yake: mafuta ya tumbo yanaongezeka, digestion inakuwa mbaya, na uzito unaongezeka haraka. Siri ambayo 90% ya watu hawaijui. Hii ni muhimu sana. Hakuna chakula kinachochoma mafuta yake peke yake bila calorie deficit, yani usingizi mzuri, mazoezi, kupunguza sukari na maji ya kutosha. Vyote vinafanya kazi pamoja. Chakula cha usiku ni support system tu, si suluhisho la pekee. Ratiba ya usiku: hii ni mpangilio wa ratiba rahisi sana ya kwanza leo. Saa 2 mpaka saa 3 kabla ya kulala, kula chakula cha kawaida, si kingi sana. Saa 1 kabla ya kulala, mtindi au yai au ndizi kidogo. Dakika 30 kabla ya kulala, maji ya vuguvugu. Kabla ya kulala, epuka simu nyingi na pumzisha akili. Kama umefika hapa, basi sasa umeelewa kitu muhimu sana na una maarifa ambayo wengi hawajui. Kupunguza mafuta ya tumbo si kuhusu njaa, ni kuhusu uchaguzi wa chakula pamoja na tabia za usiku. Ukianza kufanya mabadiliko madogo utayapata. Matokeo yataanza taratibu, tumbo linaanza kupungua taratibu, mwili unakuwa mwepesi. Lakini kumbuka, muendelezo, yani consistency, ndio siri ya mafanikio yako. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare hii kwa marafiki. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.